오늘은 내 인생에서 가장 중요한. Okay, basi picha yetu inaanzia katika shule moja inaitwa Soyoung High School. Ni shule ambayo basi wanasoma wanafunzi mchanganyiko, hapa namaanisha wasichana na wavulana. Tunakutana na huyu hapa binti, jina lake anaitwa Harin. Leo binti alikuwa na furaha sana kwa sababu ni siku yake ya kuzaliwa, lakini pia ni siku ambayo anaenda kuconfess, tunasema ni kutoa hisia zake za moyoni kwa mtu anayempenda, mtu ambaye amempenda kwa kipindi cha miaka 10. Can you imagine? Yani mtu umempenda miaka 10. Sasa leo umepata fursa ya kuweza kumwambia hisia za moyoni mwako. Balai kweli kweli. Binti anaitwa Harin. 할 말 있으니까 수업 끝나고 보자 우리. Basi kuna mkaka mmoja anampenda sana, anaitwa Jinsoju. Basi mwamba alikuwa amekubaliana na bibie wakutane sehemu fulani hivi ambapo amewaandalia kama vile surprise. Kuna mambo hayo. Jinsoju alikuwa anapenda sana kupiga picha. Kwa hiyo kuna sehemu fulani hivi ambapo wanaitwa ni photo studio, mara nyingi basi huwa anashinda. Na ndo mahali ambapo amemwambia bibia waweze kukutana. Binti leo anatimiza miaka 18. Basi amefika hapa photo studio, anamuita Jinsoju. 서프라이즈야 설마? Anasema hiyo surprise iko wapi sasa? Binti akaamua kufungua ili pazia. Hakuamini alichokiona isi. Anakuta Jinsoju amedanja. Jinsoju amedanja mzee baba. Imagine. Yani umekaa na siri moyoni, basi leo unaamua umsurprise mtu unayempenda kwa kumwambia kwamba unampenda, alafu ndio siku unakutana na majanga. I see. Binti anajiuliza, kwa kumbe ulivyoniambia kwamba leo unataka kunisurprise ndio ulitaka kunisurprise kwa kifo. Binti anaitwa Harin. I see, alilia kweli kweli. Lia kweli kweli. Imekuwa ni surprise mbaya, hakutegemea kama kuna kitu kama hiki kinaweza kutokea. I see. Sonju amekufa bwana. Picha wanaita Blue Birthday katika nafasi ya kwanza. Basi tuachane na tukio, tunaambiwa ni miaka 10 baadaye. Binti tayari alikuwa ameshahitimu masomo yake na sasa hivi anafanya kazi katika kitengo au idara ya kusaidia wanyama. Basi walikuwepo mtaani pamoja na timu yake. Kama nilivyokuambia, basi kazi yao ni kusaidia wale wanyama kama vile paka, sungura ambao wanazurura mtaani, hawana msaada. Wana mambo haya. Hiki ni kituo cha utoaji au uokoaji wa wanyama. Basi wanafanya kazi nzuri kweli kweli. Anasema hivi, kwa nini lakini unakuwa hivyo wewe Harini? Binti anajitoa sana. Anasema lakini hata hivyo mimi kwa kweli sijafurahishwa na kila ambacho aliweza kuifanya. Yaani kidogo agongwe na gari wakati anajaribu kumsaidia mbwa. I see. Can you imagine? Wakati wapo kwenye uokoaji, basi binti alijitoa mhanga kwa ajili ya kumsaidia huyu mbwa. Hasa wenzake wanalalamika. Anasema kwa kweli siku nyingine utakuja kugongwa gari au utakuja kuingia kwenye matatizo. 예고하다가 상황 끝나게요. Ambia bwana msijali. Ni kazi yangu, kwani vipi? Sasa binti alivyotazama pembeni akakutana na surprise fulani hivi, ameletewa keki na mtu mmoja hivi ambaye sasa huyu ni dada yake na yule mwanaume ambaye alikufa siku ya birthday yake. Unaona mambo haya. Anasema nashukuru sana. Huyo binti anaitwa Yuni. Ndio huyu hapa. Ambia kwa kweli sikutegemea kama utaweza kunisurprise namna hii. Anasema unajua wewe na mdogo wangu tarehe zenu za kuzaliwa zilikuwa zinafanana. 허준이. Anasema vipi umeenda kumuona lakini Sonju? 안 그래도. Anasema nitaenda kumuona baadaye. Nitaenda kwenye kaburi lake kuweza kumsalimia. Binti hajawahi kumsahau kabisa mtu anayempenda. Anasema basi tafadhali naomba ufikishe salamu zangu kwa Sonju. Anasema Harini, kuna dharura. Ambia basi baadaye. Akawa amemwaga Yuni. Yuni kama nilivyokuambia ni dada yake na Sonju ambaye kwa sasa ni marehemu. Basi binti pamoja na timu yake wakawa wamekuja hapa hivi kwa ajili ya uokoaji. Kumbuka hawa wapo katika kitengo cha uokoaji wa wanyama. Uwezi amini, binti amekuja kwenye ile shule ambayo alikuwa amesoma, yani ile shule ambayo alisoma. Sasa vipi? Hii si ndio shule ambayo ulisoma
Anasema ndio, nakumbuka sana. 아 여기 오는데 Anasema ni kitu gani ambacho unakikumbuka? 내부 구조 Kwa sababu mimi naamini kila mtu huwa ana kumbukumbu fulani hivi kwenye shule ambayo aliweza kusoma. Kwa mfano mimi 야 이런 것도 huwa sipendi kwenda shuleni kwetu kwa sababu niliumizwa kimapenzi. Anasema huyu hapa naye ni mwongeaji bwana. Mimi ndo niliweza kumwambia kwamba ulisoma kwenye shule. 네. Anasema lakini 근데 오면 생각나고 그러지 않나? sio kila mtu 첫사랑 anapenda kukumbuka maisha ya shule. Anasema na ndo story gani wewe na hizo? 다들 있어서 Hasa kumbuka binti, 하고 그러잖아. kuna tukio ambalo liweza kutokea katika shule hii kiasi kwamba 전 졸업식 kila anapokanyaga 어렵거든요. kwenye hii shule basi huwa analikumbuka na linamuumiza moyo sana. 운전하세요? Anasema jamani, hebu tuanze kazi. Basi wamepigiwa simu kwamba kwenye hii shule kuna mbwa amepotelea humu ndani. Kwa hiyo wakawa wamekuja kumuona au kumwokoa. Binti kila akitazama hii shule au mazingira ya hii shule anajikuta anakumbuka mbali sana. Sasa alipofika hapa anakumbuka siku moja yeye pamoja na wenzake akiwemo Sonju walikuwa wamekaa kwenye foleni au wamesimama kwenye foleni ya chakula, yani lunch. Basi vurugu zilikuwa nyingi. Katika kipindi hiki binti alikuwa anampenda Sonju lakini hakuwahi kumwambia. Sasa alikuwa na chokozi fulani tu. Unajua tena mwanamke akikupenda afu asiweze kukwambia. Na kama nilivyokuambia Sonju alikuwa anapenda sana kupiga picha. Sasa binti akawa anamuomba, tafadhali bwana, hebu nipige picha. Nyie nanyi mbona mnaongea mbele hapo? Pisheni basi kama nyie mna njaa. 앞으로 가래. 야, 이 쫌생아. 그깟 필름이 그렇게 Hasa mimi na maana kabisa umekataa kunipiga picha. Anasema ndio. 얘를 찍느니 차라리 Bwana mdogo ana kamera yake anaipenda kulikweli. 뭐? Nini? 김우영? 아, Anasema na maana ni bora umpige rafiki yako picha kuliko mimi. Sasa binti akawa ameteleza. Vile ameteleza, mwamba akamdaka. Wow. Like wow. Wakajikuta tu wanatazamana bana. Kama momenti fulani hivi. Binti anakumbuka hilo. Anakumbuka. 뭐하냐 니네? Jamani, nini tena? 지랄한다. Napigana mabusu mbele yetu. 구만. Wengine tuna njaa bana. Hebu pisheni hapo. 소리 하네. Nani amepiga busu? Hamna mtu aliyempiga busu. Kwa hiyo mimi hunipendi. 해봤지. Sema bwana, sijasema hivyo. 내가 더 사야 Sasa wewe unavyonikataa kivipi yani kwa mfano? Mbona sijakuelewa? 자, 1톤. Anasema ni mimi siwezi nikadate na mwanaume mbaya kama wewe. Binti anamnyea shiti lakini ukweli anaujua moyoni. Anampenda sana Sonju. Sasa huyu hapa ni chali yake. Alicheka kweli kweli. Binti alikuwa anakumbuka ile tukio. Lakini baada ya kumnyea shiti Sonju, 한참 꼴. basi baadaye alikuwa amekaa na rafiki yake mmoja hivi anaitwa 왜 이렇게 걔한테 말이 예쁘게 안 나오지? 좋아하니까. Sujin. 좋아하면 좀 말도 좀 Binti anajilaumu sana kwa nini 예쁜 척도 좀 해야 되는. amemwambia maneno kama hayo Sonju. Anasema kwa kweli mimi mpumbavu. Mwanaume ambaye nampenda afu ndio siku namjibu vibaya. 내가 갑자기 Nimezingua, si ndio Nimezingua. 그럴 것 같냐 너? Sasa mimi nilikuwa nafikiria kwa nini tu nisimwambie kama nampenda. Anasema unaumwa nini? 역시 그렇게. Anasema kweli kabisa, unajua bwana, chelewa 그래도 utakuta mwana si wako. 해봐. Anasema jipange. 형도 사귀는데. Unajua mimi 뭐 못할 거야. na mpenzi wangu yani Kim Young 아니야. yani mapenzi yetu ni ya wazi, Kianti- hatufichi. 몸 쪽이 Sasa binti anasema mimi naogopa anaweza nikamwambia afu mwisho siku akanikataa. Unajua kukataliwa ni vibaya 후회하지 말고. Anasema wewe jikaze tu hivyo. Jaribu, usiogope. Huyu hapa ni rafiki yake anaitwa Soju. Jamani, majina ya Kikorea tutavumiliana tu. Anaitwa Sojin. Basi bwana, ni baadhi tu ya kumbukumbu ambazo binti anazipata baada ya kufika katika shule ambayo alisoma. Alikuwa amekuja kumwokoa huyu mbwa. Kimbwa chenyewe unaambiwa kinakimbia tu hapo. Kila anapopiga hatua binti anapata kumbukumbu. Kwa kweli hili tukio hataweza kulisahau. Wakati amesimama hapa, huwezi amini, anamwona bwana mdogo anaitwa Soju anaitwa Soju. Yaani mtu ambaye amekufa lakini anamwona live. Na hapa ndo mahali ambapo alikuwa anapenda sana kukaa, yani kwenye hii photo studio. 맞아 이거. Binti anaendelea kukumbuka. Sasa siku moja alikuwa anajifunza namna ya kuweka huo mkanda kwenye kamera.
Anasema hivi, wewe nitakufundisha mara ngapi? 오늘 알려주는 거야. Kila siku nakufundisha, kila siku nakufundisha. 말던가. Anasema sasa wewe ni mwalimu gani ambao unakuwa unanitukana? Hembu nikuoneshe. 지금부터 네가 Angalia vizuri. 이렇게 잘 끼우냐. Unaona? 찍을 수 있는 사진 개수가 달라. Namna unavyopanga huu mkanda au unavyofunga huu mkanda ndo Ndio, unapata picha nyingi. 잘 끼우면 Ni zile kamera za kizamani, sio hizi digital. Umeona mambo hayo? Tulikuwa tunatumia hizo nini? Sijui wanaita mkanda sijui ni bwana. 집에 가. Mambo ya ki analog hayo. 그럼 너만 하냐? Sasa alikuwa anajaribu kumwelekeza binti. 또 혼자 하겠다고. Anasema tatizo lako una kichwa kigumu. We. Kisha kuelekeza mara kibao tu namna ya kuweka huu mkanda vizuri, afu mwisho siku unapata picha zaidi ya 24. 네가 나 도와주게? Vipi? Unataka nikupige picha? Sasa binti alivyosogelewa hivyo, kuna namna mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio. Anampenda sana Sojin lakini hajawahi kumwambia. 김우영 그 양심 없는 것들은 그렇다 쳐도 차은성은 나보다 먼저 도와줄 줄 알았는데. Kuna namna binti akaanza kumponda mshikaji. Kwa hiyo unavyowasifia marafiki zangu unamaanisha nini? Anasema ni kwa sababu wamekuzidi kila kitu. Ndio. Kwa mfano huyo Yunsu. Yunsu unajua ni handsome sana. 왜? Nini sasa? Hakuna kitu kinauma au kinaudhi mwanamke kumsifia rafiki yako tena mbele yako kabisa. 뭐가? Nini sasa? 진짜로 걔가 나보다. Kwa unafikiri mimi sio handsome kuzidi hao marafiki zangu? 당연히 낫지. Ndo hivyo. 얼굴 잘생겨. 성격도 좋아. Wewe hata sio mzuri bwana. Hauwezi ukamzidi Yunjin. 야 와린. Sema Harini. Nini? 넌 나 어떻게 생각하냐? Hivi ukiniangalia mimi unanichukuliaje? 생각하긴 멀었다. Unamaanisha nini? 그냥 친구지. Wewe ni rafiki yangu tu. 좋은 친구. Wewe ni rafiki mwema sana. Rafiki. Chali yako alijisikia vibaya sana. Amba basi fresh, wewe hebu nenda nyumbani. 됐어. Wewe nenda nyumbani bwana, acha kuwa kinganizi. Mimi na kazi za kufanya. 야 지서준. Wewe Sojin. Sojin. Binti anakumbuka sana hiyo siku. Ni mtu ambaye alikuwa anampenda lakini hakuwahi kumwambia. Ile siku amepanga kumwambia ndo likatokea tukio baya kwelikweli ambao mpaka sasa hivi linamfanya umie. Ile siku alikuwa amekuja kwa ajili ya surprise, maskini ya Mungu akakutana na surprise. Alilia kwelikweli. Akasema hapana. Hapana. Basi akawa amekachukua kwa kaumbwa anaondoka, lakini kitendo tu cha kuja kwenye shule amekumbuka matukio mengi sana ambayo yaliweza kutokea siku za nyuma, hasa matukio mabaya yenye kuumiza ambayo mpaka sasa hivi ni vigumu sana kuweza kuyasahau. Kumbuka tu ni katika nafasi ya kwanza, hii wanaita Blue Birthday, sambamba zaidi na sauti ya DJ Simple. Bado tunasonga mbele. Kumbuka tu ni katika anga za utangulizi. Kwa hiyo usiwaze, usijali. Sasa rafiki yake ambaye anaitwa Sujin akawa amemtumia message. Kumbuka leo ni siku ya birthday ya bibie Harin. Basi anamwambia wewe uko wapi bana? Sasa binti kabili kuaga hawa wenzake. Anambia jamani, mimi leo naomba niondoke mapema kwa sababu ni siku yangu ya kuzaliwa, afu rafiki yangu ameniita. Wakati anaenda nyumbani, binti akapita katika photo studio moja hivi. Hii ni sehemu ambapo walikuwa wanachapisha picha. 아직도 있네. Na mara nyingi sana Sojin alikuwa anapenda kuja kutoa picha hapa hivi. Mwana mambo haya. Lakini pia hili ni duka ambalo huwa linanunua camera used. Mwana mambo haya. Hasa binti akaomba kama kuna uwezekano basi apatiwe kamera ya Sojin. Hebu tuangalie kuna mzee ndo huwa anahifadhi hivi vitu. Hasa kamera. Mbona na mashaka na wewe? Wewe ndo mwenye hii kamera kweli? Unasema? 친구. Ni rafiki yangu. Mimi naitwa Harin. Kumbe wewe ni msichana mzuri sana. Okay, Sojuni. Okay, basi saini hapa. Binti akawa ametia wino.
Hili ni duka ambalo huwa linahifadhi vitu vya zamani. Baada ya kifo cha Sojuni, basi vitu vyake vyote viliweza kuletwa hapa, ikiwemo zile picha ambazo alichapisha. Ona mambo haya. Anasema hili ni duka ambalo Sojuni alikuwa analipenda sana. Kwa hiyo sisi tuliweza kuhifadhi vitu vyake vyote kwa sababu ni kama vile kumbukumbu. Sasa anadaiwa shingapi? Mzee akasema 90,000. Ana masiaro hiyo dingi. Anasema bwana natania ni 9,000. Kumbe. Wewe mzee. Unataka kunitisha. Asante. 만 다시 찍어주면 안 돼? 셋, 둘. Yes, naomba tuishie hapo ifike katika nafasi ya nafasi ya 너 내 말 똑바로 들어. 무슨 일이 있어도 죽지 마. 뭐? 절대 죽지 말라고. 내가 너 Yes, katika nafasi ya kwanza wanaita Blue Birthday. Jina langu naitwa DJ Simpo. Baki na mimi tena katika nafasi inayofuata. Bye bye.